gani hasa? Huku maeneo za Butembo, tunaweza sema pembezoni mwa mji wa Butembo, wazalendo wanapigana na adui ya ADF kwa upande wa mashariki, tuseme kwa upande wa kaskazini, na upande wa kusini wazalendo wanapigana na M23. Na hilo limekuwa kama vile mara ya ngapi wananchi wakijikusanya kwenye vuguvugu za raia kama vile Veranda Mutsanga, mashirika kiraia kuwapa misaada wazalendo? Kupitia hatua naipenda jamii yangu natoa mchango. Hii ndio ilikuwa hatua ya kwanza kuwapatia wazalendo vyakula. Lakini kwa siku zilizopita kulikuwa wakati vuguvugu la vijana walikusanya vyakula wakapelekea wazalendo kwa umoja na askari FARDC bali ilikuwa kwa umoja. Lakini ya leo kupitia mradi wa naipenda jamii yangu natoa msaada wangu, ilikuwa turu ya kwanza kupatia wazalendo na wao wenyewe walikia kuvichukua mjini Butembo. Kwa sasa Butembo hali iko namna gani, usafiri kutoka Butembo kuja Goma na maeneo mengine? Kwa sasa mji wa Butembo hali iko kimya. Lakini kwa ngambo ya usafiri kuelekea sijue Goma, sijue Beni, kuelekea Goma tatizo, wengi kati ya wasafiri wanaeleza tatizo za barabara. Barabara inakuwa kwenye hali mbovu, inaharibika, impraticability. Hayo ndio yanayoelezwa na wasafiri wanaopita hiyo njia barabara kutoka Butembo Goma. Na mtukufu Mfadhili Desire, tunakushukuru kwa muda wako. Mimi nawashukuru ndugu Thompson. Shukrani. Mji mdogo wa Biakato katika usultani wa Babila Babon washambuliwa mara tena na watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ADF Jumamosi ya tarehe 16 Mei 2006. Taarifa kutoka mashirika yanayotetea haki za binadamu wilayani Mombasa zasema kwamba wakulima walianguka nyavuni mwa ADF wakati wa kutoka shambani majira saa 6 za mchana. Wakazi wengine wawili waliuliwa na wengine kutekwa na ADF mchana huo wa Jumamosi wakati wa hotuba ya kamanda wa operation za kijeshi mjini Biakato. Akikazia uangalifu wa wakazi wa kata Banyole, Bloke Lalia, Metala na Vatikare, mali kidogo aita jeshi kuchukua usalama wa wakazi kuwa kipaumbele kuliko kuja kuhesabu maiti baada ya tukio. Shambulizi hili ni la 3 tangu mwanzo mwa mwezi Mei. Idadi ya watu waliofariki katika shambulizi za ADF tangu Mei huko Biakato na Makumu kwenye barabara nambari 44 imefikia watu zaidi ya 40 na wengine wengi kutekwa pamoja na nyumba, pikipiki kuchomwa kwa moto chini ya uangalizi wa Umoja wa Kijeshi la Taifa na Uganda ikiungwa mkono na Umoja wa Mataifa MONUSCO. Jungu Ituri, waasi wa Kadeko waua watu 4 katika eneo za Marimiza. Miongoni mwa waliouawa ni wanawake 3 na mtoto mchanga waliangukia katika mtego wa wapiganaji wa Kadeko wakati wakijielekeza shambani kutafuta kuni. Shirika za kiraia zaomba government ya Kongo kupitia jeshi la FARDC kuzingatia usalama wa wananchi. Thompson amezungumza na Erasto Siviwa kuhusu tukio hilo. Naam, kuna watu 4 waliuliwa na Kodeko kweli katika maeneo za huko wilayani Jugu na ni katika maeneo za vijiji vya Marimiza. Hizi maeneo zinapatikana huko mkoani Ituri. Wanawake 3 walijielekeza eneo za mashamba wakikwenda kutafuta kuni. Halafu wakaangukia ndani ya mtego ya wapiganaji wa Kodeko na wapiganaji hao waliwaua kabisa wote, na kulikuwa mtoto mchanga sana ambaye mama yake alikuwa anambeba kifuani akimnyonyesha, wakamuua papo hapo. Na vipi maeneo hayo hakuna askari jeshi wa taifa? Askari jeshi wanapatikana katika maeneo haya huko wilayani Jugu. Asasi za kiraia zimeomba sana jeshi la serikali kuzingatia usalama wao na kuwafyeka wapiganaji hao. Na maeneo hayo yanaripotiwa kuwepo na makundi mengi yanayomiliki silaha. Walijuaje watu kama ni Kodeko? Inasemekana kuwa maeneo haya zaidi sana katika eneo hizo za Jugu huko Marimiza, Kodeko ndio inapatikana katika maeneo haya na imeendelea kuua watu kwa miaka kadhaa sasa, na hilo limeweza kuthibitishia tu raia
na asasi za kiraia kuwa huenda tu ni wapiganaji hao wa Codeco ndio wamefanya kitendo hicho, kwa sababu kulikuwa kuna habari zinazozagaa kuwa wamepatikana katika maeneo za pembezoni mwa eneo hizi. Na aidha tuwafahamishe kuwa ni wahami wa kivita ambao walikuwa wakitafutia upato, wametelekezwa na serikali ya Kongo, na walipojielekeza maeneo haya kutokana na uhami wao, basi wameangukia ndani ya mtego wa Codeco. Na vipi muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo FARDC na UPDF huko, hakuna msako wote wanaoendesha kwa sasa? Hakuna mapigano ambayo yameshuhudiwa ama operesheni ya jeshi la Kongo na lile la Uganda UPDF ambayo imetangazwa katika maeneo haya. Erasto Siviwa, tunakushukuru sana. Asante sana ndugu Thompson. Shukrani. Lomami. Mapigano makali yalizuka Ijumaa Mei 15 kati ya wakazi wa vijiji vya Beno na Bukendi na Bena Batamba katika eneo la Ngandanjika, jimbo la Lomami. Kulingana na vyanzo vya ndani, idadi ya watu waliokufa kwa muda ni 5, takriban 10 kujeruhiwa na nyumba kadhaa kuchomwa moto. Machafuko hayo yanatokana na kugunduliwa kwa amana ya madini ambayo asili yake kamili bado haijulikani. Kulingana na msimamizi wa eneo hilo, yote yalianza na kuwasili kwa mtu binafsi katika eneo hilo. Ugunduzi wa amana hiyo ulizua mzozo juu ya mipaka ya ardhi ambao ulizidi kuwa vita vikali kati ya jamii hizo mbili jirani. Idadi ya waliofariki kutokana na mapigano haya bado inakizana, huku vyanzo vya ndani vikiripoti vifo 5 vilivyothibitishwa, huku mamlaka za eneo hilo zikikiri mtu mmoja pekee. Hata hivyo, wote wanakubali kwamba kuna majeraha makubwa 10 na uharibifu mkubwa wa nyenzo, kutia ndani nyumba kadhaa zilizoharibiwa na majifu. Kutokana na kuongezeka kwa ghasia, kikosi cha usalama kimetuma kurejesha utulivu na kuzuia mvutano zaidi. Mamlaka za mitaa zinatoa wito wa kujizuia na upatanishi ili kuepusha kuongezeka kwa mzozo. Msikilizaji, hapa ni mazingira gani tukio hilo lilijiri? Hali ya usalama inaendelea kuzorota, mtangazaji, kwa juu utafahamu kama leo zanzibar ma 19h30 kuna papa mmoja alikuwa anaitwa Mshimbe ambao amepigwa masasi na wahalifu wenye kumiliki silaha mkata la Kalundu Aveni Karigo komine ya Kalundu, na itapita 25 tena ya hii mwezi wa 4 kuna mwingine aliweza pigwa masasi tena pale pale mwa mkata la Kalundu Aveni Karigo. Mtangazaji, jana tena Baraka kuna mwingine amepigwa masasi mkomine ya Katanga. Mtangazaji, matukio yote hayo nyinyi kabla mashirika ya kiraia mnayachukuliaje? Mtangazaji, utafahamu kama sisi kama mashirika za kiraia mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo tunaendelea kulaumu visa vile vya mauaji, wananchi kuendelea kuuliwa. Tunakondana na kuendelea wakuu viongozi wakuwe na tuko mambo ya distraction, wa renforcer ma mekanisme na strategie kwa ajili ya usalama wa raia. Mtangazaji, kwani watu hawezi endelea kuinvestir ma projet za criminalité na raia ikuwe na esprit patriotique ya kuwa na denoncer kudenicher tout casiste, kwani mauaji kunaendelea kujimultiplier. Na Uvira Baraka ni maeneo ambako kuna jimbo la kijeshi la 33, makundi ya wazalendo yakiwa mengi. Kwa nini visa kama hivyo vizidi kuripotiwa vya utovu wa usalama? Mtangazaji, utafahamu kama vile ya Baraka secteur opérationnel Sokola de Sud njo iko inaishi Baraka. Vile ya Uvira ni 33e region militaire ndio inaishi Uvira. Ile ni tunashangaa Baraka huko wa general proclamé, Uvira huko wa general proclamé. Tunaendelea kukondana tena ile maafa ya kila wakati. Mtangazaji, ndio maana sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC tunaendelea kuhimiza raia wakuwe na kuwa na moyo wa kudenoncer tuka suspect, na inaomba paske utakuta wazalendo mu FARDC mu askari polisi mu population bali ile mavredi
Deleuze iko na kuwa iko mtangazaji, yani nakuta tomate ya kuoza ukishaichanga na zingine tomate zote zinauzaka. Ndio maana kila mwananchi ajikaze kukuwa naangalia si ya tomate ya article 63 na an application kwa juu ya defense kutetea nchi mtangazaji. Na mwenende Mungu ya usalama mdogo ikizani umearifiwa jana juzi mambo kama madarasa za Munga na ile mapambano watu wameingiliwa vikali. Ile ni mambo ambayo tunaendelea kuponda ni mtangazaji. Nimekuwa pleni la Ruzizi Sunday Mungu jana, nimeona mambo ya ajabu ya usalama mdogo tujue. Jean Kelvin, tunakushukuru kwa muda wako. Mimi ninakushukuru, asante. Shukrani. Lubero. Mtu mmoja akafariki kutokana na mlipuko wa moto, mkasa wa moto uliopelekea nyumba kuungua usiku wa Jumamosi tarehe 16 Mei mwaka 2026 kwenye kata la Bukano katika mji mdogo wa Lubero. Taarifa zasema kwamba Muhindo Mwirajaslas alikutwa akiwa tayari amefariki baada ya nyumba yake kuungua usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, kiini cha mlipuko huo kikiwa bado kutangazwa na viongozi wa Lubero ambao wanaendelea na uchunguzi. Butembo. Wazalendo wanaokuwa kwenye mstari wa kwanza wa mapambano wapata awamu ya kwanza vyakula kutoka kwa wakazi wa mji wa kibiashara wa Butembo. Msaada huo wa wazalendo ni matunda kampeni na ipenda jamii yangu natoa mchango ilianzishwa mjini Butembo na makundi ya vijana Viranda Musanga katika lengo la kuunga mkono juhudi za jeshi la taifa FARDC na wazalendo wanaokuwa kwenye uwanja wa mapambano ili kutafuta amani na usalama Kivu Kaskazini. Viranda Musanga yaahidi kuendelea na hamasa ili kuendelea kuleta mchango wao kama alama ya kuunga mkono jeshi la taifa lao. Thompson Undibata Ngala William amezungumza na mwandishi wetu wa Butembo mtukufu Mfadhili Desire kuhusu hatua hii ya raia. Iko kweli huku mjini Butembo wazalendo walipata vyakula kutoka wananchi, na hivi vyakula vilikusanywa kweli na wananchi wa mji wa Butembo. Ni mpango uliochukuliwa na shirika la vijana Viranda Musanga kwenye mpango napenda jamii yangu natoa msaada wangu, na kupitia hiyo wakazi walitoa mchango mbalimbali. Leo humu wazalendo wamepokea vitu vingi ikiwemo staki ya mchele karibia staki 180 zimekusanywa na wananchi wa Butembo kupatiwa wazalendo, pia madawa vingine vingi. Kulikuwa pia mafuta ya kutumia kupika chakula vile mbuzi moja. Na makundi ya wazalendo yanakuwa ni mengi. Ni wazalendo wa kundi gani hasa waliopata chakula hicho? Utajua huko pande ya Kivu Kaskazini makundi ya wazalendo yameshaungana kwenye Synergie. Hao wazalendo kwenye Synergie ndio walikutana na wakazi wa Butembo kuja kupokea hivyo vyakula vilivyokusanywa na wakazi. Ni kusema Synergie ilikuwa represente makundi yote ya wazalendo. Manake kila mkubwa wa kundi mmoja alikuja kusimamia kundi yake, kwani kila kundi inawakilishwa na mmoja kwenye Synergie. Synergie ndio ilipokea hiyo vitu. Hii inaashirisha kwamba wananchi wanataka kazi, wanazifurahia kazi za wazalendo. Wakati tulisimulia na wananchi wanasema kazi za wazalendo zinawafurahisha, na ndio maana wanapenda wawasaidie kupitia kuwatafutia kitu kidogo namna kula. Walisema kwani kuna kitu ambayo inawakwaza kwa upande wa wazalendo ni wakati wanatia barriere kwenye njia mbalimbali, inaonekana kama trakaseri, na wanapouliza wazalendo wanasema wanafanya hivyo kutafuta kidogo ili wapate riziki, ili jambo la kukula ama vitu vingine. Alafu wakazi walisema wanafatanisha kwa hiyo jambo ili waweze kupunguza hiyo mambo ambayo wanatia kwenye vitu vyao ambao wanasema trakaseri. Wazalendo wanakuwa kwenye trakaseri sana. Ni kusema wakazi wanafurahi kwa upande mmoja kazi inayofanywa na wazalendo, na wanatafutia hiyo chakula ili waweze tena kuongeza nguvu zao kazi ya kusaka maadui mbali na mbali.